Naam, bwana, sakata la ex wa Harmonize Konde Boy ambaye anafahamika kwa jina la Sishikiki Sikamatiki, naona linazidi kushika hatamu. Na this time around bwana, kama unavyoelewa kwamba moja kati ya mapolisi wa mambo ya plastic surgery mitandaoni ameamua pia kulivalia njuga swala hili, na huyu si mwingine bali ni Mange Kimambi. Bwana, Mange Kimambi bwana ameamua kulizungumzia sakata zima la huyu bidada mwingine, maana tunakumbuka mara ya kwanza alimzungumziaga Tanasha. This time around ni kwamba Mange ameamua kumzungumzia huyu Sishikiki Sikamatiki. Huyu ni ex girlfriend wa Harmonize Konde Boy. Kipindi kile nadhani unakumbuka Harmonize kipindi alivyotoaga nyimbo ya Ndamficha alikuwaga yuko karibu sana na huyu bidada, na watu wakawa wamesha speculate kwamba ana date naye. Sasa huyu bidada bwana, kwa mujibu wa muonekano wake, nadhani mwenyewe alikuwa hajaridhika na muonekano wa pua yake. Alikuwa labda anaona ana pua pana sana, kwa hivyo basi ameamua kwenda kufanya plastic surgery, kufanya pua yake kuichonga iwe nyembamba. Na hicho ndo kitu ambacho of course amekikamilisha tayari. Sasa basi baada ya kukamilisha swala hilo ni kwamba sasa hivi huko mitandaoni kila mtu amekuwa akizungumza la kwake kuhusiana na hiyo situation, na this time around bwana Mange Kimambi naye pia ameamua kutia neno kuhusiana na tukio hilo ambalo amelifanya mrembo huyu Sishikiki Sikamatiki. Kwa mujibu wa Mange Kimambi, ameposti video ya huyu bidada ambayo ameiposti mara tu baada ya kutoka kufanya surgery ya pua yake. Ni kwamba Mange ameposti hiyo video afa akaandika kwamba, ndugu zangu, hii story ya Sishikiki kufanya facial surgery nimeiongelea kwenye app, kwenye subscription muda tu. Yani mimi ndo nilitangaza kuwa ameenda kufanya hiyo full facial surgery hata kabla hajaposti sura yake mpya. Ya hii ni kweli. Watu wengi sana walikuwa wanazungumzaga kwamba Mange alishatangazaga, inasemekana huko katika page yake, kwamba huyu bidada ameenda kufanya surgery ya pua na sura yake kwa ujumla. Umeona bwana. Sasa baada ya kuposti, sasa Mange amekuja kuiposti hii katika ukurasa wake wa Instagram, sio kwenye subscription wala kwenye app, ameposti tu kawaida kwa kila mtu kuiona. So Mange akaendelea kusema kwamba, na mimi ndio niliuliza kwa nini hajiposti au kaharibiwa. Itakuwa baada ya kuona ile posti yangu ndo akataka kuprove kwamba hajaharibiwa, ndo akajiposti sasa ili kuniprove wrong. Siku niliweka hili tangazo kwa kuwa tuna habari yake kubwa, ndo siku nilipo break story kuhusiana na uso wake. Na kwa mnachotaka kujua mnachotaka kujua mawazo yangu juu ya hili, ingia kwenye app na subscription channel nimeliongelea. Ila narudia kuwashauri, ushauri wangu ni ule ule, kama hujazaliwa na kasoro kubwa usoni, tafadhali usiguse uso wako. Kama usiguse uso wako kwa masajari, chezea sehemu zingine zote za mwili wako unavyotaka. Ukiharibu uso ujue kabisa huna jinsi ya kufunika. Chezea sehemu nyingine za mwili wako unavyotaka. Wakikuharibu unaweza kufunika na nguo, ila ukiharibu sura utafunika na nini? Akaendelea kusema kwamba it's really sad, yani inasikitisha sana watu wanaharibika, wanahangaika kufix miili yao instead ya kufix their insecurities. Ila pia kesi ya Sishikiki, kama jinsi nilivyosema kwenye app na subscription, imesababishwa na bullying ya Watanzania. Kutwa watu mlikuwa mnamwambia kwamba amefanana na Luiza Mbutu. Finally it got to her, ndo kwenda kujaribu kurekebisha sura yake. Uliza Luiza Mbutu ndo ameamua ili asiwe kama Luiza Mbutu, ndo amekuwa hivi sasa. Anyways, hii surgery kafanya Januari mwaka huu, so maybe ita settle after some time. Labda bado ni mapema sana. Namuombea hii isiwe facial result, maana inabidi aishi kwenye mafilter maisha yake yote. Pia alaumiwe bwana yake mpya. Afu akamtaja hapa, akasema kwamba huyu ndio kalipia hii kitu. Sijui hata katoa wapi hiyo hela ya kumpa Sishikiki, na huyu kijana na huyu alivyo anapenda, anaonekana na demo mkali kwa jinsi watu wanavyomcheka huyu dada, hachelewi kumkimbia.
So akamtaja tena huyu jamaa akasema kwamba ole wako umwache mtoto wa watu. Mambo hayo. Kwa hiyo Mange bwana amekuja kuzungumzia. Kwa mujibu wa maelezo ya Mange tu hapa ya haraka, ina maana kwamba na yeye pia anamsikitikia huyo binti, lakini pia ametoa benefit of the doubt akiwa anamaanisha kwamba huenda hii surgery ameifanya hivi karibuni tu, yani ni Januari ameifanya na huu ni mwezi wa 3. Kwa hiyo huenda labda hii surgery bado haijasettle, sura yake labda itakuja itarecover taratibu kadri ya siku zinavyozidi kwenda, inaweza ikaja ikawa imetulia huko baadaye. Umeona? Kwa hiyo Mange naye pia na inaonekana kwamba hajapenda hii iliyotokea hapo, na pia vile vile wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano Miriam Odemba amesema kwamba oh my god, Mange Kimambi siko kwenye hapo sasa hivi, lakini why? He aibu ilioje. Mwanamke unashindwa kujiamini na uzuri wako wa asili, unaenda kufanya surgery, and kwa kifupi hiyo sio surgery wala upasuaji, ni mpasuko wa pua. Akaendelea kusema kwamba badala ya kuwa kijana mrembo mwenye mvuto ndo umekuwa kituko kabisa cha social media na sura ya Michael Jackson type, acha nicheke. Akaendelea huyu Miriam Odemba katika comment yake hapa katika page ya Mange akasema kwamba jamani, elimu ya saikolojia inahitajika sana. Huyu hajaitaka sura yake tu. Hajakataa sura yake tu. Amewakataa wazazi wake, amekataa uumbaji wa Mungu na utanzania wake. Tangu lini ukakuta Mtanzania mwenye pua yenye shepu kama embe la rombo same? Shame. Yani ni aibu. Okay, so hivyo ndivyo huyu Miriam amekuja kucomment hapa, lakini pia katika page yake napo ameweka posti kuhusiana na hili swala la Shikiki. Tumelizungumza hilo pia katika video iliyopita. Haya, kwa mtu anasema kwamba bwana sasa hivi kiukweli amefanana na Farida wa Eliudi. Kwa mtu anasema kwamba bwana alafu alikuwa ana sura nzuri tu ila shetani mbaya sana. Haya. Kwa mtu anasema bwana sura yake sasa hivi imekuwa kama nyawe, Mungu nisamee, hata wewe si unaona lakini. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana yote haya ni wanaume wanafanya hawa wadada wahangaike hivi. Kwa mtu anasema kiukweli amekuwa kama kitoto cha leopard. Kwa mtu anasema kwamba bwana kama Michael Jackson wa bei za jioni. Haya, kuna mtu hapa anasema kwamba bwana mwanzo alitaka kufanana na Cardi B ila kwa sasa hivi kiukweli amefanana na Cardi B. Haya, kwa mtu anasema bwana mimi kama mzazi naumia sana. Niwe mkweli tu. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba mbona kama vile kakosewa jicho moja, hebu mwangalieni. Bwana watu wanazidi kukosoa tu. Wameanza kumsema kuhusiana na pua, sasa hivi wanasema mpaka jicho lake moja nalo pia limekosewa. Haya. So surgery zinazidi kuibua maneno kwa watu huko mitandaoni. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.